wa kiufundishaji akiwa Simba na nyuma ya Simba akiwa na Lipuli yake ile. Tunakumbuka Lipuli yake ilikuwa imara sana mpaka akacheza finali ya kombe la ASFC kwa wakati ule dhidi ya Azam pale uwanja wa Ilulu Lindi. Lakini kwa hiki ambacho anakionyesha ndani ya Simba, changamoto kubwa ambayo ilikuwa inatia dosari kwenye ubora wake ilikuwa ni certificate vyeti vya yeye kusimama kama kocha mkuu, lakini ikaenda kuongeza maarifa, maana yake ameshapata hivyo viwezeshaji vya yeye kuwa kocha mkuu. Kwa hiki ambacho tunakiona sasa hivi sio kwa bahati mbaya, ni muendelezo wa Matola katika field ya coaching. Na leo katika tunafahamu Simba imeanza msimu huu, lakini kuna mazingira tofauti ambayo walikuwa wanapitia, na kimsingi kuna muda walikuwa na Dimitar Pantev ambaye alikuwa na act kama manager, lakini kiuhalisia tulikuwa tunafahamu kwamba ndo kocha mkuu. Ilivyotokea Simba ya Dimitar Pantev, unaona kuna tofauti kwenye vitu vingi sana, kwenye arrangement ya uchezaji, ushaona, kwa maana ya style of play ya timu. Lakini tukija kwenye kikosi kinachochaguliwa, mashabiki wa Simba wanaifahamu Simba yao, wanajua kikosi chao kinapoanza kipi kinakuwa tishio. Lakini unakuta kocha ambaye ametoka Dimitar Pantev anapanga wachezaji kwenye namna ambayo wenyewe mashabiki hawaelewi. Kwa mfano, ana strikers watatu kwenye timu, lakini kuna muda anacheza na false number 9. Simba imekuwa kicheza kwenye 4-2-3-1 kwa muda mrefu, lakini amekuja ameenda kwenye 4-3-3. Umeelewa? Style yake ya kucheza inatofautiana kwa mechi hii na mechi hii. Kuna mechi anaweza kukupa game nzuri sana, alafu kuna mechi akakupa game ya hovyo. Kwa mfano wale dhidi ya Nsingizini Hotspurs, game ambayo aliwapa Nsingizini Hotspurs ikiwa Eswatini tofauti na game aliwapa Nsingizini Hotspurs wakiwa nyumbani. Kwa hiyo ukiangalia unaona kuna huo utofauti. So kwa Veron akisimama yeye kama kocha mkuu kwa maana ya Selemani Matola, unaiona Simba yake iko tofauti. Kwanza anarudisha ile asili ya Simba. Asili ya Simba kwa maana possessional based. Timu ndio ina possess mpira, lakini kwenye selection ya squad unaona ni wale wachezaji ambao wanaifahamu vizuri sana Simba. Wachezaji ambao hata shabiki pengine ungemwambia bwana Simba yako unaiona vipi, vile ambavyo Matola anaipanga ndivyo ambavyo mashabiki wanaipiga picha ya Simba yao kuiona vile. Kwa mfano kama kikosi cha leo ambacho kimeanza, mchezaji ambaye labda ni surprise kidogo, sio sana, ni Morris Abraham. Kwa baadhi ya watu inawezekana ikawa ni surprise, lakini kwa watu wa mpira Simba kwenye timu yao nambari 8 wako wawili tu kwenye timu yao. Yes, Mzamiru Yasini na Morris Abraham ndo namba 8 pekee kwenye timu. Veron kuanza na Morris Abraham leo ilikuwa bahati mbaya. Nakumbuka Matola mechi yake ya kwanza ya ligi baada ya Fadlu ameshaondoka, alivyotoka kule walivyokuja huku mechi yake ya kwanza ya ligi ilikuwa mechi dhidi ya Haboron ya marudiano, sababu ndo kurudi Fadlu alianza na Mzamiru kwenye namba 8. Unajua kwa nini? Kwa sababu hana namba 8, yani timu ilikuwa haijasajili namba 8. Kocha aliyetoka kwa maana Fadlu Davids kwenye timu yake namba 8 ambayo of course kuna baadhi ya wachezaji aliwaacha. Unamwona Fabrice Ngoma ndio alikuwa namba 8 ya timu. Kwa hiyo baada ya Fabrice kuondoka ni Morris Abraham ndio namba 8 mpya iliyoingia kwenye timu. Ukiacha hapo ni Mzamiru ambaye apate game time. Kwa hiyo leo kaanza tena na timu yake ile ya asili, striker pale lazima asimame mmoja. Kaenda kucheza natural striker. Unajua katika ma striker wote wa Simba, ukianza kwa Selemani Gomez, ukienda kwa Dese Mukwala, ni Jonathan peke yake. Jonathan Soa ndio typical standing striker kwenye eneo la mwisho. Wale waliobakia wale wote ni versatile, ni mobile, mobility kubwa, yani na watu ambao wanaweza kutoka nje ya box wakapokea kushoto wakapokea kulia wakafanya nini, lakini Soa yuko kituoni. Kwa hiyo kaanza na typical striker, kamsimamisha pale juu. Lakini kwenye namba 8 kaenda na Morris Abraham. Kwa hiyo maana yake anacheza na namba za asili. Namba 6 anamhitaji namba 6 kweli, kwa maana anamhitaji Yusuf Kagoma kwenye namba 6. Namba 8 anacheza na namba 8 wawili ambao kimsingi kimajukumu wanaweza mmoja akawa namba 10 akawa namba 8 at the same time wakabadilishana na Jean Charles Ahua. Inategemea na positioning na mazingira yanavyokuwa kutokana na mechi ilivyo. Yes, na Kante naye ana support wale. Kwa hiyo ni Simba ambayo wameipanga, ni Simba ya wana Simba wenyewe ambao wanajua Simba yao. Ndio hii, wachezaji wako very comfortable. Wanacheza katika mfumo ambao wanauishi muda mrefu, wanacheza katika mazingira ambao wanaamini hawana pressure zaidi ya kurudisha ubora wao wale pale. Na usishangae, okay, hebu nikuache. Usishangae bad luck mechi dhidi ya Esperance iko Januari, yani iko mbali. Ingekuwa ndo inakuja hapa,
Ikikonda inakuja hapa ndio wiki ijayo ndio kucheza na Esperance. Nakwambia. Kwa hiyo Azam nayo tusemaje sasa kwenye mechi? Okay. Sasa Azam ni derby. Iko ni kitu kingine tofauti kabisa, ni derby. Of course Simba wanaingia na confidence kwa sababu wameshinda kwenye maximum games, kwa sababu wamecheza mechi 4 zote wameshinda kwa 100%, si ndio? Wameruhusu goli moja tu katika hizo mechi 4. Azam hajaanza vizuri ligi, ametoa sare 3, ameshinda mchezo mmoja dhidi ya Mbeya City. Kwa hiyo wanapoingia katika hii mechi, Simba ni favorite. Simba inaingia kama timu ya kwanza uwanjani, Azam kama timu ya pili. Lakini kwa sababu hii ni derby, ni mchezo ambao sometimes unakuwa zaidi ya mbinu za mwalimu. Wachezaji mmewaandaje kisaikolojia kuelekea hiyo mechi? Vitu vinabadilika. Umemwona Elim Panzu tofauti kwenye mechi ya leo? Of course, Elim Panzu ni yule mtu wa kuthubutu. Anapenda kuthubutu, anapenda kufanya vitu kwa urahisi, anapenda kuwachosha wapinzani. Ndio kitu ambacho amekuwa akikifanya. Hata hapo nyuma amekuwa akifanya hivyo. Lakini sasa leo amepewa uhuru zaidi. Unajua Elim Panzu ni typical winger. Anatokea pembeni. Unajua hata Vita kuna kipindi alikuwa anamchezesha namba 10, lakini awe hatari zaidi akitokea pembeni. So kwenye kikosi chao, kwa mfano kama kule Vita Club, ilikuwa Jonathan Kangalombo winga moja Elim Panzu. Shona. Alafu Mpiana Mozizi atacheza namba 9 pale baada ya kuja Mpiana. Lakini kabla ya kuja Mpiana walikuwa na striker wao mwingine. Sasa kwenye mazingira ya huku, Elim Panzu anaenjoy kutokea wide. Yanatokea pembeni aingie ndani. Na kama ulikuwa unaona kuna muda mwingi Anthony Mligo unamwona ndo anakati na anaingia ndani. Afu Elia anaenda kupokea mipira kwenye touchline. Ile screen ya TV mimi nilivyokuwa natangaza kule, nilikuwa simuoni Mpanzu yuko wapi. Yaani huyu ambaye yuko pembeni ambaye anapitishwa mipira kutoka katikati inayoenda wide, kwa sababu ili uistretch uifungue safu ya ulinzi ambayo ipo compact inabidi upige mipira pembeni. Kwa hiyo nilikuwa nafikiri mipira ya kulia alikuwa anaipokea Kapombe. Mipira ya kushoto anapokea Mpanzu na sio Mligo, umeelewa? Kwa hiyo ni mtu ambaye alipewa hiyo fursa, hiyo nafasi ya kujiamini, ya kuwa huru zaidi, kucheza kwenye staili ambayo yeye anaelewa zaidi. Kwa hiyo anatokea pembeni, anachukua mipira, unamwona na kati na jaribu kushoot kwa guu la kulia. Sometimes akitokea upande wa kushoto anashoot na guu la kushoto. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye anatumia miguu yote uwanjani. Yusuf Kagoma ni mchezaji mwingine ambaye wana Simba walikuwa wanajiuliza sana kipindi cha Pantev. Kapotelea wapi? Kagoma karudishwa tena. Nilikwambia hiki sikukwambia, lakini nilikwambia namba 8 yuko mmoja tu, kwa maana ya Morris Abraham na Mzamiru. Lakini leo alianza Morris Abraham. Typical defensive midfielder. Simba wanaye huyu mmoja. Nabi Kamara ni nani? Nabi Kamara, sasa Nabi Kamara ni very offensive. And so typical defensive midfielder. Nabi Kamara ni mzuri timu ikiwa na mpira. Very passing, atakupa pasi ya uhakika, ataenda kwenye chumba, atafungua timu ikiwa haina mpira. Ikipoteza mpira ana speed ya kurecover, lakini marking ile kukaba, kufanya interception, unamwonaga anafanya hivyo vitu? Huwezi kumuona. Lakini Yusuf Kagoma ndo utamuona anafanya hiko kitu. Kwanza muda mwingi anawalinda hawa walinzi. Kuna mechi moja alicheza pale Taifa, ilikuwa sio na nani ile mechi? Na Namungo nadhani. Alikuwa anashuka kabisa, anacheza kama sweeper. Yaani kama mtu wa mwisho anashuka chini. Maana yake hawa walinzi sio watu wa kukaa nao mbali, ni watu wa kukaa nao karibu. Sasa unapomkosa Yusuf Kagoma, unapomweka Kanta ni box to box. Ana enjoy zaidi kusogea kwenye box ya pili ya wapinzani au atokee pembeni. Lakini ukimchezesha kwenye namba 6 kuwalinda hawa walinzi, mara nyingi inakuwa changamoto. That's why kuna muda unamuona anafanya sana madhambi. Kwa mfano ile game dhidi ya Stade Malien alicheza kwenye hiyo position, alikula umeme, unakumbuka? Yes, kwa sababu aliambiwa alicheza kwenye hiyo nafasi akawa ameshindwa kufanya huo utekelezaji wa daraja hilo. Lakini Kagoma ndio eneo ambalo anacheza muda mwingi, utamuona yuko na mabeki wake hawa, anawalinda. Sometimes mabeki wako mbele, yeye yuko nyuma, anawalinda. Kwa hiyo Kagoma ni typical defensive midfielder, wako naye Simba, na hakuna sababu ya Matola kutoacha kumtumia. Yaani Matola ataendelea kumtumia Kagoma kwenye ile position. Mwisho kabisa, nipate maoni yako. Suleiman Matola Veron, mafanikio makubwa akiwa nahodha wa Simba, kaenda kucheza Super Sport. Baada ya mizunguko mingi akarejea kama kocha, na tunaona amehudumu kwa hesabu za haraka chini ya makocha takriban 14-15 hivi akiwa kama kocha msaidizi. Ni wakati sahihi wa kumwamini? Mimi kwa upande wangu naona Matola anastahili. Apeleke CV kwa CEO. CV yake ipo, sio apeleke. Sisi tunafanya kazi yule. CV yake anaitisha CV tena.
Yes, yupo ni kocha mzuri. Sidhani kama kuna haja ya CV, wenyewe wanaona. Ni kocha mzuri, ni kocha ambaye anafahamu vitu vingi vya Simba kuliko hata yule kocha mpya ambaye watamleta. Kwa mfano, wameleta Pantev. Vitu vingi vipi? Pantev wamemleta kabadilisha mambo mengi uwanjani. Sio aina ya uchezaji, sio nini, vitu vingi, sio force number 9, mambo mengi yanaingia hapo ndani. Lakini Matola anafahamu DNA ya klabu, kwamba klabu yeye anafahamu A to Z, kila kitu anafahamu. Na good thing ni kwamba licha ya ubora wake ameendelea kucollect maarifa kutoka kwa makocha hao wote ambao wamekaa nao. Amekaa na makocha wakubwa huko ndani yake. Kuna makocha of course ni wadogo kwake yeye kwa maana kwenye baadhi ya vitu, lakini kuna makocha wakubwa, umeelewa? Kwa mfano, bila kumkosea heshima, Dimitar Pantev na Matola Veron, umeelewa? Nani experience yake kubwa? Usipepese macho, Veron yuko muda mrefu kwenye tasnia, alikuwa hana vyeti vya kusimama pale kama kocha mkuu. Yes, ndio. Pantev kwenye klabu alizopita mpita kama kocha mkuu. Of course, kapita kama kocha mkuu, lakini kwa CV ya kukaa ya kugeni vitu vingi na hayo mafanikio ambayo tunazungumzia ameyapata zaidi Selemani Matola. Yaani Matola pengine alikuwa anastahili zaidi kuliko Dimitar Pantev. Kwa hiyo wamuamini. Umeelewa? Muda umefika Matola, kwangu mimi naona Matola anastahili kwa kocha mkuu. Unaweza kuleta kocha mwingine hapa akakwambia